Na twende sambamba zaidi katika sehemu ya 5 hii hapa. Inazidi kusonga mbele kama kawaida, unaita Butterfly Shadow. Kivuli cha kipepeo. Here we go. Mr. Zuan, najua kwamba una matatizo, lakini sera haiwezi kutetea kwenye ufalme. Inawezekana kunitetea. Alafu unajua wewe ni adui yangu. Kwa hiyo huwezi kunitumikia mimi kama rafiki. Sihitaji hilo swala. Naona kama unanipigia kelele tu. Kama mimi ningelikuwepo ni wewe, je, ungeleza kufanya hivyo? Kwa nini unakuwa msumbufu? Najaribu kuweza kuzungumza na wewe lakini hutaki kuweza kunielewa wala kunisikiliza. Sikiliza pasa, najua kipi ambacho unakifikiria, lakini mimi namaanisha kweli. Kama angelikuja mtu mwingine leo, usingeweza kuzungumza kirahisi namna hiyo. Mimi natumai utaweza kushirikiana na ufalme. Kushirikiana? Swala la kukata tamaa limetokea labda kwa Wachina, eh? Sipo tayari vitu hivyo vikaweza kuangukia kwenye mikono yenu. Okay, sawa, nimekuelewa. Hata kama ni kwa jina la gharama, niambie, nipo tayari kuweza kununua. Kwa muda wote utakaweza kuuliza, unahitaji kiasi gani? Takupatia. Anasema sio kila hazina ya taifa inawezekano wa kuweza kupewa mtu kirahisi rahisi tu, mtu yoyote. Zuan, hivi unahitaji ni kufukuzi hapa kwangu au inakuaje? Huyu bwana anaonekana Mjapani. Huyu ndo Lin Zuan. Sasa nimekuelewa. Basi kweli. Lakini kuna maana alikuwa kiweza kuhitaji za taifa. Treasures ni hazina ya taifa. Vitabu vya kale na baadhi ya vyombo vya kale pia, michoro ya kale na vitabu. Aligeuka na kumwangalia, na alichomwambia ni kitu kimoja. Pasa Queen Zuan, kwaheri. Paka mzee akashangaa. Hii bye bye gani? Lakini mmoja Mchina, mwingine Mjapani, na mzee ni msomi. Lakini licha ya kuweza kuwa msomi, hahitaji kuweza kuwa mwoga wa kuweza kutoa hazina ya taifa kwa adui yake. Hilo jambo hataki kulisikia kabisa. Sasa upande pili, Zima pamoja na binti wanasema miaka 100 imepita toka mji mkuu uweze kuanguka. Waliweza kupotea, wako hapa na waliteseka zaidi. Kipi ambacho nahitaji kuweza kusema? Nahitaji ili jambo liweze kutokea pia kwa maadui zetu. Pumzikeni kwa amani, na wanaweza kuishi. Basi wanajua ni kipi cha kuweza kufanya. Ni maneno binti pamoja na Simo. Ni bora tuweze kujiunga na jeshi. Sio kwa ajili yetu, ni kwa ajili yangu mimi. Uhakika? Kuanzia sasa wewe ni wewe na mimi ni mimi. Lakini Batapori, ngoja. Batapori, hii ni kazi ya wanaume. Kwa hiyo taifa ina maana kwamba wanaishi wanaume? Naambia pana. Kwa hiyo bado unahitaji kuweza kuzungumza hivyo? Hebu niache. Sasa wewe Batapori, Kibo. Binti kachafuku anahitaji kuweza kujiunga na jeshi. Zima ikabidi kuweza kumfuata. Samani, nimekuwa msumbufu. Huna haja kuweza kusema hivyo. Hujakosea kwa lolote, kwa sababu na kujua vizuri. Umekuwa mzuri sana kwangu. Kwa maneno yako pia, kifo changu pia kitakuwa cha kawaida. Una maana gani? Iwe kudanganya au kutokudanganya, mimi sijasema hivyo. Sawa, usizungumze upuuzi tena. Nani kasema kwamba mimi naongea upuuzi? Sasa acha kuongea upuuzi. Basi niambie, pindi nikifa
utafanya nini? Unaona, ni upuzi huo unaozungumza tena. Ndio nataka niweze kujua. Nikifa kwako itakuwaje? Kweli unahitaji kuweza kusikia? Ndio. Ukifa hutakufa ndani ya moyo wangu. Kwenye moyo wangu kamwe hutokufa. Ndio maneno Zimo. Kwa binti wanamuita Yanri ama Qian. Basi kweli, niacha niondoke. Li 先生，我收到上峰命令。 Mr. Lin, ni oda kutoka kwa mkuu. Inabidi niweze kusindikiza wewe na familia yako kuweza kupeleka Wuhan. Wuhan? Kwa nini? Kwa nini niweze kwenda huko? Sawa, mimi ni msomi ila si moga. Kama ningekuwa nahitaji kuondoka Nanjing, ningeondokaga muda mrefu sana. Li 先生， Mr. Lin, najua ni mkarimu, lakini inabidi uweze kuelewa kitu kimoja. Kama jambo likiweza kutokea kwako, familia yako, hazina zikopo hapa, vitabu vya kale, je, nini kitatokea? Akakumbuka maneno ya pasa aliweza kumwambia kwamba laiti angelikuja mtu mwingine hapo singeweza kuongea kirahisi namna hiyo, na akamwaga kweli. Hapa akawaza, akaona ni kweli anaweza kuambiwa na mtu huyo. Hey, bibi, umerudi? Ya, tuna wageni. Na master yuko nao kwenye chumba chake kule. Wacha nikawaangalie. Sasa si utapigwa na baridi wewe? Binti anataka kuweza kujua ugeni gani umekuja hapa. Naona tuna ugeni hapa. Ni akina nani hao? Jamaa kumwangalia binti kama anamfahamu. Huyu anamuita Zitao. Zhou Zitao, ni captain. Huyu hapa ni binti yangu anamuita Kunyan. Li 小姐， Miss Lin. 爹，他们来干什么？ Sasa wanafanya nini hapa? Wamekuja kuweza kutupeleka sisi ama kutusindikiza Wuhan. Kwa sababu Nanjing kuna hatari kubwa. Hii ni oda kutoka kwa mkuu. Familia Lin inabidi kuweza kupelekwa sehemu kwenye usalama. Lakini Nanjing kuna ukuta. Una maana gani kwamba Wajapani wataweza kuja kwa ajili yetu sisi? Kwani tumewakosea nini? Na wataingiaje hapa? Inabidi tuweze kuwapeleka kwenye eneo la siri likopo Nanjing, sehemu ambapo Wajapani waliweza kuacha. Baada ya hapo tutaondoka Nanjing baadaye. Wewe, huu ni uongo. Hao wanadanganya kwa sababu ya hizi hazina za kale. Miss Lin, nataka niweze kupatia guarantee juu ya maisha yenu. Guarantee ya nini? Na ni kwa nini si tuweze kuamini nyinyi? Inatosha. Mzee akazungumza. Vipi? Wajapani wafahamu chochote kuhusiana na hazina za kale. Kwa hiyo haijalishi. Lakini baba, asante sana kwa kuweza kuniamini. Na usio na wasiwasi. Sintokuangusha, nitakulinda. Lini tunaondoka? Usiku wa manane. Yaani leo usiku wa manane ndio wanasepa. Kazi ipo. Kwa kuna vitu vya kuweza kuhamishwa, amana ya nchi. Okay? Li 先生，李小姐， Mr. Lin, Miss Lin, si tunaondoka. Mnaweza mkaenda. 晚上见。 Tunaona usiku. Jingto inabidi kusepa. Captain, kazi ni kuweza kumtoa mzee Nanjing kumpeleka Wuhan kwenye usalama zaidi, kwa sababu ana amana ambayo Wajapani wanaitaka. Kwa hiyo lazima uweze kumwekea ulinzi wa kutosha na kuhakikisha ina familia yake unaondoka salama hapa. Baba na binti yako libaki utazamana tu. Zianto wakati anatoka hapa, kuna spy inaonekana. Chiwan, tafuta sehemu ambayo itakopo ni salama kwa familia ya Lin. Na Zhang Qing, chukua baadhi ya vijana kadhaa uweze kuangalia kwa ukaribu familia Lin inaendeleaje. Na kama utaweza kupata taarifa zozote, naomba uweze kunijulisha, kwa sababu kazi yetu inabidi tuweze kuifanya usiku. Huyu ndo anamuita Pastor.
Taarifa zilifika. Kaka. Mheshimiwa, taarifa kutoka kwa monita wao ambaye alikwenda kwenye familia Lin kwamba inasemekana Lin aliweza kukutana watu watatu. Lin Qian ndio ni watu watatu ila watumko lolote. Akaona pana. Si kweli. Haraka iwezekanavyo. Usiku inabidi tuweze kupiga hatua. Haijalishi ni akina nani. Lazima wote waweze kufa au waweze kufika huko. Na hata mmoja sijakaweza kuishi. Wote ni lazima waweze kuuawa. Na ukumbuke, lazima waweze kupata ramani ya siri. Kwa gharama yoyote. Kuna ramani ya siri wanaweza kuhitaji pamoja na michoro ya kale kutoka kwa bwana Zuan. Na anasema Zuan, utanisamehe. Lin Zuan. Ibwana, hiyo ni sehemu ya 5 na tukutane moja kwa moja katika sehemu ya 6. Wanaita Butterfly Shadow. Huyu hapa ni The King kama kawaida. Tunazidi kuweza kusonga mbele. Toa pressure. Mambo yanazidi kuyeyya. Here we go.